Upasuaji wa bawasiri huwa inakuwa ni chaguo la mwisho kabisa kwa mtu ambaye amekaa na tatizo hili kwa muda mrefu na kusababisha tatizo hili kuwa sugu. Ndugu yangu, usisubiri tatizo mpaka liwe sugu ndio uende kupata tiba. Mara nyingi tatizo linapokuwa sugu, tiba pekee ambayo utapewa ni upasuaji peke yake, kwa sababu hapo dawa zinakuwa tena zimedunda, haziwezi tena kufanya kazi. Kumbuka, kadri unavyokaa na tatizo kwa muda mrefu, huwa upasuaji unakusogelea. Sasa bahati mbaya ni kwamba upasuaji kama upasuaji haumalizi tatizo. Sawa, yani wewe utakuwa na upasuaji wako sawa, lakini baada ya muda tena utapasuliwa tena, kwa sababu utakuwa ndo maisha yako yote kupasuliwa mara kwa mara, kwa sababu dawa zitakuwa hazifanyi tena kazi. Lakini sio hilo tu, unapokuwa unaenda kwenye upasuaji, tegemea yafuatayo. Kwanza, gharama ya upasuaji, lakini kitu cha pili, tegemea maumivu ambayo utakuwa nayo mpaka kidonda kipone, lakini ya tatu, tegemea kidonda kuchukua muda mrefu sana kupona. Kwa hiyo itakuwa ndio maisha yako, kwamba unapona leo, baada ya miezi fulani unahitajika tena upasuaji kwa sababu nyama imetoka au uvimbe umezidi. Kama wewe umejaribu tiba mbalimbali, kama wewe umeshafanyiwa upasuaji lakini bado tatizo linarudi, chukua namba yangu bao, nipigie niweze kupatia tiba ambayo ni suluhisho pekee ambalo litaenda kutatua changamoto yako ya bawasiri na kupona kabisa.